Hizi ni baadhi ya njia ambazo zamani zilitumika katika ulinzi. Walitumia kama spiritual tips ambazo ziliwasaidia wao katika kujikinga na vitu mbalimbali. Pia walitumia katika kuhakikisha mambo yao yanaenda vizuri, kuweka ulinzi kwenye familia zao, hasa katika mambo ya kipato na mambo ya afya na uchumi na kila kitu. Walitumia njia hizi katika familia zao, lakini pia zinatumika hata sasa hivi. Ukizitumia utaona matokeo yale yale. Hello, habari, karibuni tena katika channel yetu. Lakini wewe kama ni mgeni kwenye channel hii, tafadhali usipite bila kubonyeza neno subscribe ili wa kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti somo jipya. Basi moja kwa moja tuende kwenye somo letu, ambapo leo nitakueleza namna gani njia hizi zinatumika ili kuweza kuleta ulinzi, kuweza kuleta kipato, kuweza kuleta mafanikio kwenye familia yako. Kwanza kabisa huwa tunatumia mdalasini au tunasema cinnamon. Basi mdalasini hutumika kupulizia kwenye mlango wako wa kuingilia, yani mlango mkubwa wa kuingilia kwenye nyumba yako. Njia hii ilianza kutumika kuanzia zamani, enzi za mababu zetu, kwa ajili ya kuvuta mapato, kuleta ongezeko la mapato, uchumi, kukuza uchumi katika familia zao. Basi walipulizia mdalasini kuvuta utajiri, kuvuta pesa, kuvuta kuongezeka kwa uchumi kwenye nyumba zao. Hakikisha unachukua mdalasini wa unga, unapuliza, unasimama mlangoni, kisha unapuliza ule upepo ambao utapeperusha ule mdalasini kuelekea nje. Basi ukiwa unanuia, hakika utaona mambo yatakavyoanza kubadilika, uchumi utaanza kuwa vizuri, kwa kuwa umefanya spiritual tips hii ambayo inakwenda kufanya mambo yawe vizuri. Basi pia zamani watu walikuwa wakichukua mkasi na kuweka chini ya kitanda. Mkasi, nadhani watu wote mnafahamu mkasi. Basi unapochukua mkasi na kuweka chini ya kitanda ambacho unalala, basi utaondoa vitu vyote vibaya wakati wa usiku. Kwanza kabisa itaondoa ndoto mbaya, vitu vyote vibaya, majinamizi, vitu vyote vibaya vya usiku havitaweza kukupata kama ukiwa umeweka mkasi chini ya kitanda. Ndoto mbaya, majinamizi, majini mabaya yanayokufuata usiku, kwa kuweka mkasi chini ya kitanda, utalala usingizi mzuri, utalala usingizi wa amani, hautakuwa na mauzauza wala hautakuwa na mangamungamu yoyote. Kisha unachukua tu mkasi na unaweka chini ya kitanda chako na utauacha tu huko, ila kisha wakati unaweka, manuizi ni muhimu. Katika spiritual tips yoyote ile ambayo unaona naelezewa, basi ukumbuke kwamba manuizi ni kitu cha muhimu. Wakati unaweka, hakikisha unanuia kwamba naweka huu mkasi huku chini ya kitanda changu, ninanuia hivi na hivi, ndoto mbaya, vitu vibaya, vitu usiku vinavyonipata, watu wabaya, wachawi, unanuia kila kitu ambacho unakitaji, kisha ndo unaweka ule mkasi chini ya kitanda chako. Hakika utaanza kulala usingizi wa amani, hautapata majinamizi, hautapata ndoto mbaya za kutisha, utalala kwa amani kabisa. Pia walimwaga maji mlangoni. Watu zamani walikuwa wakimwaga maji mlangoni kama ishara ya tamaduni fulani, lakini maji huwa ni kitu ambacho kinasafisha, kinaweka ulinzi, kinaondoa vitu vibaya, kinaleta positive energy kwenye mazingira yako unayoishi. Inasafisha kila kitu na kuondoa vitu vibaya kwenye eneo lako. Kwa hiyo kisha unapokuwa unafanya usafi, kisha unachukua maji masafi kabisa, unamwaga mlangoni pale kwenye mlango mkubwa kuingilia ndani kwako, na unamwaga huku ukiwa unanuia kwamba kama kuna vitu vibaya vinataka kuingia ndani ya nyumba yako, basi havitofanikiwa, na kama vipo basi vitatoka, na nyumba yako itakuwa ina ulinzi na vitu vizuri tu ndio vitaingia kwenye nyumba yako. Hakuna uchafu wowote utakaoingia kwenye nyumba yako wewe zaidi ya vitu vizuri. Basi utanuia, kisha unamwaga tu yale maji katika mlango wa kuingilia ndani kwako. Njia nyingine ambayo inatumika pia ni kuweka sarafu kwenye mfuko wako, kwenye koti lako au kwenye pochi yako. Yaani unachukua sarafu, kisha sarafu iwe yenye rangi ya dhahabu, kama vile unaweza kuchukua 200, yaani yenye rangi ambayo ni ya dhahabu. Utakapochukua ile sarafu utanuia, kisha utaiweka kwenye pochi yako au kwenye koti lako, yaani kwenye nguo ambayo utaivaa siku hiyo utakapoenda kwenye mizunguko yako. Basi hii huwa inaleta alama fulani ya kuvuta pesa, kuvuta utajiri, kuzuia vizuizi vya kiuchumi. Kama kuna watu watataka
kukufanyia vizuizi vya kiuchumi ili usifanikiwe, mambo yako yawe magumu, basi kwa kutumia sarafu hiyo itakwenda kuvuta pesa kwenye maisha yako, itaondoa vizuizi, itaondoa vifungo. Hakika njia zako zote za uchumi zitaanza kufunguka. Hii ni njia ambayo ilikuwa inatumiwa kuanzia zamani, enzi za mababu zetu, na ukiifanya pia sasa hivi bado utapata matokeo yale yale. Kwa hiyo hakikisha unaweka sarafu kwenye pochi yako au kwenye nguo yako unaoivaa, kwenye koti lako, na hakika utaona matokeo. Ila manuizi ni muhimu, imani ni muhimu kwenye kila ambacho tunaelekeza kwenye hizi spiritual tips. Njia hizi ni za asili, kwa manuizi ni muhimu na imani pia. Asante sana kwa kunisikiliza, lakini pia napenda kusisitiza, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, tafadhali usipite bila kubonyeza neno subscribe ili uwe kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti somo jipya.